usaini kitabu na baadaye ndio tutaenda kwenye conference room. Karibu. Asante. Habari yako? Na kitabu chake tumeongeza. Hii inaonyesha kwa namna gani ambavyo rais wetu marehemu alikuwa ni mtu wa taifa, na bahati mbaya ilikuwa hivyo, lakini tunashukuru kwamba maisha yake yalikuwa ni zawadi kwetu ambayo tuna mengi ya kuendelea kuyaenzi. Naomba nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi alivyobeba jukumu hili, lakini kwa namna ambavyo pia ni mpito, kwa namna ambavyo ni so smooth, na kiasi kwamba imefika tena duniani huko taswira nzuri kabisa kwamba kumbe tunaishi. Naibu Waziri, nani sasa hivi? Tunaongea tumekupokea. Sasa kitabu hiki hapo. Okay. Iko moja pale. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ndio tuendelee. Mheshimiwa Naibu Waziri. Karibu sana na hongera sana. Nashukuru. Sasa hivi tutaenda conference room. Ndio. Tana na management. Ndio. Na kuidana vitengo pamoja na kwa taasisi. Ndio. Tambulisho hapa tuna taarifa fupi. Sawa. Wizara yetu, ofisi yetu. Okay. Sawa. Mheshimiwa Naibu Waziri, mnaendeleaje? Kabla hatujaenda kwenye Mheshimiwa Waziri, tunashukuru tunaendelea vizuri, lakini kubwa zaidi tukukaribisha sana. wizara yetu. Wizara yetu hii karibu sana. Tunakuamini, tunakutegemea.
TAMISEMI iko salama kama mama alivyosema, ni wizara kubwa sana mpaka nakuonea siku zote wanakupaga mizigo mizito, tutapambana tu, lakini kwa uwezo wako ninaamini na kwa ushirikiano. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Naibu Waziri na Katibu Mkuu, kwa sababu kesho ni sikukuu kama unavyosema, nisiwadhulumu wana sikukuu zao. Kwa hiyo tutaongea na management, alafu utanipa dokumenti za kusoma. Kwa hiyo mimi Jumamosi na Jumapili na Jumatatu nitumie kwa ajili ya kusoma dokumenti za wizara ofisi, lakini la pili kusoma budget speech. And then Jumanne asubuhi tutakutana. Ndio. Unaonaje? Yaani nataka niwe bit sensitive na bahati nzuri hata Mheshimiwa Rais amesema tukutane baada ya Pasaka. Tubayane hivyo nitumie hizi siku 4 kusoma. Na of course naweza ngakupigia Naibu Waziri, nitampigia Naibu Waziri, Katibu Mkuu. And then Jumanne tukatoka sasa na maelekezo mahususi kwa secretariat za mikoa na wilaya, lakini na what expectations wananchi inabidi wawe nazo kuhusu utendaji wa TAMISEMI. Nitaka tuende na hiyo njia hiyo. Sawa. Na baada ikawa mtakabidhi draft ya hotuba. Lakini performance audit kwenye halmashauri zaidi ya 60. Kuna mtu anaweza hizi siku 4 zikapitiwa haraka tukapata summary. Nimesha sign team kwangu. Kwa haitaenda Pasaka hiyo. Haitaenda. Kwa sababu tungependa Jumanne, Jumatatu mtupe key findings tu zile. Kwa kila halmashauri. Tuelekeze wenzangu, kwanza kuna halmashauri 8 zile zenye hati chafu. Yes. Tumesema tupitie exactly tuone tatizo nini. Yes. Na kuna halmashauri 53 zenye hati zenye mashaka. Na zenyewe nataka tupitie key issues, alafu na ile performance audit ya halmashauri 60. Tukipata mambo matatu kwa kila hati chafu, what are the key issues? Na ile hati zenye mashaka 3 to 4 key issues, na performance audit what are the main observation kwenye 3 to 4 issues. Kama tukae. Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, karibu sana katika hafla hii fupi ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili ya kupokea. Naomba nimkaribishe Katibu Mkuu Engineer Joseph Nyamhanga kwa ajili ya neno la ukaribisho pamoja na utambulisho. Karibu. Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Naibu Mawaziri, Katibu Mkuu, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi, habari za jioni. Nzuri. Kwanza Mheshimiwa Waziri, naomba nikukaribishe sana Ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini ili uweze kufahamu management kwa maana wakuu wa idara na vitengo katika Ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pia na wakuu wa taasisi, ningeomba kwamba kwa muda kidogo wajitambulishe ili uweze kuwafahamu. Lakini tuanze kwa tunaibu Katibu Mkuu. Mheshimiwa Waziri, karibu Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mimi naitwa Gerald Geoffrey Mweli, ni naibu Katibu Mkuu anayesimamia elimu. Mheshimiwa Waziri, karibu. Kwa majina naitwa Mwalimu Paulina Mbena Mkwama, Katibu Tume ya Utumishi wa Walimu Mteule. Hongera. Kuja hapa anapishwa na nani? Tumesahau Katibu Mkuu. Tuliomba leo wakasema atapangiwa. Tujitahidi Jumanne kama ataweza pale kwa makata. Nasema I'm not sure. Ngoja tucheki na watu wa Cabinet Secretary ape Jumanne kama itawezekana. Sawa. Waziri, karibu sana. Naitwa John Cheo, mkurugenzi wa sera na mipango ya Ofisi ya Rais TAMISEMI. Okay. Karibu sana. Asante. Mkurugenzi wa idara ya uendelezaji miji. Okay. Humphrey Hante. Okay. Mheshimiwa Waziri, karibu TAMISEMI. Mimi naitwa Eric
tayari kumchukua viongozi wake hapa. Mheshimiwa Waziri, karibu. Naitwa Julius Nestori, mkurugenzi idara ya usimamizi wa elimu. Mheshimiwa Waziri, karibu. Naitwa Beatrice Kimoleta, mkurugenzi wa utawala za mikoa. Mheshimiwa Waziri, karibu. Naitwa Melton Nyela, mhasibu mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri, karibu sana TAMISEMI. Naitwa Emmanuel Mianda, mkurugenzi idara ya walimu wa sekondari. Mheshimiwa Waziri, karibu sana ofisi ya Rais TAMISEMI. Mimi naitwa Dr. Mtuka Kuweza, mkurugenzi wa afya, ustawi wa jamii na lishe. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Naitwa Injinia Gilbert Mwaga, mkurugenzi wa miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Rais, karibu. Mheshimiwa Waziri. Waziri, Rais Mama Samia ndugu yangu. Usinichonganishe. Si umeona tumepigwa mkwara pia. Ndiyo, sawa. Ali Mwasibu, miundombinu. Baada ya miundombinu tumekuja nani? Mwasibu. CA. CIA, okay. Sawa. Mheshimiwa Waziri, naitwa Dr. Charles Mhina, ni mkurugenzi wa serikali za mitaa ofisi ya Rais TAMISEMI. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa Waziri, naitwa Victor Kategere, mkurugenzi wa utawala na management ya rasilimali watu ofisi ya Rais TAMISEMI. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa Waziri, karibu sana ofisi ya TAMISEMI. Naitwa Marko Masai, mkurugenzi msaidizi wa rasilimali watu ofisi ya Rais TAMISEMI. Okay. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Moses Sistama, mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Niko majina naitwa Sifuri Kaijadi, kaimu mkurugenzi msaidizi ufuatiliaji na tathmini idara ya sera za mipango. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa James Mbilini, mkurugenzi kitengo cha kutunza na kufuatilia na serikali za mitaa. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri, naitwa Sikusikii sauti. Mheshimiwa Waziri, karibu sana ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa jina naitwa Johnson Nyingi, mkurugenzi msaidizi anayeratibu shughuli za serikali kwenye mikoa. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Kwa majina naitwa Ibrahim Pius Leila, mkurugenzi msaidizi sehemu ya kuingia uwezo wa mikoa, idara ya utawala. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mimi naitwa Benjamin Oganga, ni mkurugenzi msaidizi nasimamia elimu ya sekondari. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Naitwa Yusuf Nathan Sigapale, mkurugenzi msaidizi na katika masuala ya sera za sheria. Mheshimiwa Waziri, kwa jina naitwa Asante. Meneja wa watu wa utawala. Karibu sana TAMISEMI, karibu sana Tanga. Nataka kufungua maji. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mimi naitwa Jacob Nyaulingo, mhasibu mkuu Kauru.
Mheshimiwa Waziri, karibu sana TAMISEMI, karibu TARURA. Mimi ni Ziada Msali, ni mkurugenzi wa menejimenti ya ununuzi. Naitwa Mwalimu Susan Nusu, mkurugenzi msaidizi wa elimu ya awali na msingi, ofisi ya Rais TAMISEMI. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Naitwa Mtengenezaji wa SEA, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano Saidi. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Stanley Ngozi, mkurugenzi msaidizi sehemu ya utawala. Asante sana. Baada ya utambulisho huo, endelea kukaribisha Katibu Mkuu kwa neno la karibisho na taarifa. Karibu. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Naibu Mawaziri, Katibu Mkuu kwa idara na vitengo, pamoja na wakuu wa taasisi. Baada ya utambulisho huu, tumeandaa taarifa fupi, taisoma kwa kifupi tu nakala tunakupatia pia. Lakini pia niseme kwenye taasisi ambazo ziko Dar es Salaam hawajashiriki, lakini utazifahamu karibu tunavyoendelea. Taasisi ambazo tumejalika hapa ni Tume ya Utumishi wa Walimu, na unaona TARURA kwa sababu hapo jirani, na management yote ya TARURA pia iko hapa. Waziri, tumeandaa taarifa fupi kama nilivyosema kuhusiana na ofisi ya Rais TAMISEMI. Tutaisoma kwa kifupi tu baadhi ya maeneo. Kwanza, ofisi ya Rais TAMISEMI na ibara ya 3 ukurasa wa kwanza ina idara 11 na vitengo 6. Aidha, ofisi ya Rais TAMISEMI inasimamia utekelezaji wa majukumu katika mikoa yote 26 Tanzania bara, wilaya 139, halmashauri 184. Ilikuwa 185, lakini baada ya kuvunjwa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, sasa hivi tuna halmashauri 185 ambazo tuna mchanganuo kwa majiji 6, tuna halmashauri ya manispaa 19, halmashauri za miji 22, halmashauri za wilaya 137. Lakini pia ziko mamlaka za miji midogo 71, lakini jumla kwa nchi nzima tuna tarafa 570, kata 3956, na kata hizi ndio zina madiwani wale wachaguliwa kiacho viti maalum. Lakini kuna mitaa katika mamlaka za miji, mitaa 4263, mamlaka za miji tunaona kwenye majiji, kwenye manispaa, kwenye miji, lakini vijiji 12319 na vitongoji 64384. Nitaja haya ndio maeneo ya utawala ambayo tunasimamia mpaka huko kuanzia kwenye ofisi ambayo unaiongoza mpaka huko kwenye vitongoji. Ile ofisi ya Rais TAMISEMI inasimamia taasisi 7 ambazo ni kituo cha serikali za mitaa Hombolo, lakini kuna shirika la elimu Kibaha. Tunasimamia pia wakala wa basi yaendayo haraka Dar es Salaam kwa maana dhati, lakini wakala wa barabara za mijini na mijini ambao wengi wakuu wa idara na vitengo wametambulisha kwa maana TARURA. Lakini kuna bodi ya mikopo ya serikali za mitaa, lakini kuna shirika la masoko Kariakoo, lakini kama tulivyosema tuna tume ya utumishi wa walimu. Naweza nitaja kwa kifupi tu majukumu kwenye 3.0, baadhi ya majukumu ya ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo yameorodheshwa ukurasa wa 4. Kwanza ni kusimamia utekelezaji wa sera ya ugatuaji madaraka kwa maana D/D, decentralization by devolution, katika tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa. Lakini tunasimamia maendeleo ya mijini na vijijini. 2, kuziwezesha tawala za mikoa, na tunasema tawala za mikoa tuna maana ofisa wakuu wa mikoa na ofisa wakuu wa wilaya, lakini naenda mpaka kwenye tarafa, hiyo ni serikali kuu. Kwa hiyo kuwezesha tawala za mikoa kutekeleza majukumu yake ya kisheria, lakini kuziwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutekeleza majukumu yake ya kisheria ambazo ni hizo halmashauri 184 pamoja na ngazi za chini za mamlaka ya serikali za mitaa kwa maana kwenye kata, mitaa, vijiji, vitongoji. Lakini jukumu la 4 ni kuratibu shughuli za utoaji wa huduma mijini na vijijini kama vile usafiri na usafirishaji, upatikanaji wa maji. Najua sasa hivi naanzisha RUWASA, kwa hiyo shughuli nyingi zinafanywa na RUWASA, lakini pia kwenye halmashauri pia tuna coordinate pamoja na usafi wa mazingira. Lakini kusimamia shughuli za tume ya utumishi wa walimu, kusimamia shughuli za elimu ya msingi na sekondari, lakini niseme elimu ya awali, msingi na sekondari,
lakini kusimamia na kuratibu shughuli za utoaji wa huduma za afya ya msingi katika mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana ya kusimamia zahanati, vituo vya afya na hospitali za halmashauri. Na eneo hilo nadhani unajua kama unafahamu vizuri zaidi, kwa kusimamia wizara ya afya, kujenga uwezo wa watumishi wa ofisi ya Rais TAMISEMI ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi, na kusimamia utendaji wa mashirika na taasisi, program na miradi iliyo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema kwamba katika muundo wa ofisi ya Rais TAMISEMI tunazo idara 11 na vitengo 6, na tumeorodhesha hizo idara na wakurugenzi wameitambulisha. Moja ni idara ya tawala za mikoa, kuna idara ya serikali za mitaa, haya yako kwenye ukurasa wa 5, lakini idara ya usimamizi wa elimu, idara ya uendelezaji wa miundombinu, idara ya uratibu wa sekta. Hapo tunaratibu sekta mbalimbali ikiwepo kilimo, uvuvi, tuseme sekta zote ambazo ziko kwenye idara hizo nilizozitaja. Lakini pia tunayo idara ya uendelezaji miji, tuna idara ya huduma za sheria, lakini tuna idara ya huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe, tunayo idara ya sera na mipango, idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, na tuna idara ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na tuseme ofisi ya Rais TAMISEMI kwa sababu ni pana, tunatumia sana mifumo ya TEHAMA katika kumanage shughuli mbalimbali kuanzia ngazi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwenye mikoa, kwenye halmashauri, lakini kwenye vituo vya kutolea huduma ambavyo vinakaribia 27,000, na vituo hivyo ni shule za msingi, shule za sekondari. Vituo vingapi? Vinakaribia 26,000 hivi na 936. 26,936. Kwa hiyo inakuwa ni shule za msingi, shule za sekondari, lakini tunazo zahanati, vituo vya afya, ya hospitali za halmashauri zenyewe zinatoa managed moja kwa moja chini ya, kama ni fedha zinapeleka kwenye halmashauri. Tutakupatia breakdown ya vituo hivi kwa kila category ili uweze kufahamu. Lakini pia tunavyo vitengo, na kitengo cha ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha, kitu cha muhimu sana kwenye sekretarieti ya mikoa na kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Lakini tuna kitengo cha huduma na mifumo ya management, lakini tuna kitengo cha mawasiliano serikalini, lakini kitengo cha usimamizi wa ununuzi, kitengo cha ukaguzi wa ndani, lakini tunacho kitengo cha uhasibu na fedha. Kwa hiyo kwa jumla kwa ofisi ya TAMISEMI na jumla ya watumishi 538 ambao wako kwenye ofisi hapa makao makuu. Taasisi ambazo ziko chini ya ofisi ya TAMISEMI nimeshazitaja, taasisi 7 zimeorodheshwa pale. Eneo lingine ambalo tumeweka kwenye taarifa hii ni maandalizi, kwenye ukurasa wa 6 ni maandalizi ya mpango na bajeti ya ofisi ya TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2021 2022. Hatua iliyofikiwa katika maandalizi, Mheshimiwa Waziri, ofisi ya TAMISEMI ipo kwenye hatua za mwisho za kukamilisha hotuba ya Waziri wa Nchi ofisi ya TAMISEMI ikawasilishwa bungeni tarehe 19 mpaka 21 mwezi, imeandikwa mwezi wa 3 lakini mwezi wa 4, 19 mpaka 21 mwezi wa 4 2021. Aidha, randama fungu namba 56 ambayo ni ofisi ya TAMISEMI, fungu namba 2 ambayo ni tume ya utumishi wa walimu, na mafungu 26 ya mikoa kishawasilishwa kwenye kamati ya kudumu ya Bunge ya utawala wa serikali za mitaa. Kwa hiyo amepitishwa, tuko na mkutano wa majumuisho siku ya Jumanne. Kwa hiyo swala hilo wasilishaji kwa kamati hiyo imeshakamilika. Kwa sasa hivi ni maandalizi ya hotuba hiyo ambayo itawasilishwa mpaka 21 mwezi wa 4 2021. Bajeti ya mapato na matumizi inayopendekezwa kuidhinishwa na Bunge kwa mwaka 2021-2022 tumeonyesha hapo kwamba kwa ofisi ya TAMISEMI, taasisi chini yake, mikoa 26 na halmashauri 184 ni takriban shilingi bilioni 916 milioni 452 bilioni 916 sorry, nimesema bilioni lakini bilioni 916 milioni 445
Yaani makusanyo, sehemu kubwa ya makusanyo hayo ni kwenye halmashauri ambayo utakuja kuona details zake na kwa jumla kwa mafungu yote 28 sasa fedha ambazo tunategemea kuomba kwa ajili ya kuidhinishwa ni shilingi trilioni 7.683 ambazo tumeweka. Kuna mchanganuo wake kwenye kiambatisho namba 2 ambayo utaiona, lakini tutakupa nzima rasimu ya hotuba yote na majedwali yote tutakupatia leo ili uanze kuyapitia na kutupa maelekezo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha rasimu hiyo ambayo tumeandaa. Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue nafasi hii kwa mara nyingine kukaribisha tena, na naahidi kwa niaba ya management na taasisi zote chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI na wafanyakazi wote, sisi tuahidi kama tutakupa ushirikiano mkubwa katika kufanikisha majukumu yote uliyokabidhiwa na Mheshimiwa Rais ili kuifanya ofisi ya Rais TAMISEMI iweze kusonga mbele kwa kasi kubwa zaidi. Kwa nirejea kupongeza tena kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa waziri kuiongoza ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha pia naibu mawaziri. Nianze na Mheshimiwa David Silinde aweze kuzungumza neno, na baadaye Mheshimiwa Dr. Festo Lugange nje neno, naweza kukaribisha ili uweze kuongea nasi. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Naibu Waziri Dr. Festo Lugange pamoja na Naibu Katibu Mkuu, mkurugenzi wasaidizi, wakuu wa vitengo, Katibu Mkuu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Asalamu alaykum. Sifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa nianze kwa kupongeza wewe binafsi kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais. Wakati jana nimesikia jina lako limekuja TAMISEMI, nikasema tulikuwa na waziri Mheshimiwa Jafo alifanya kazi nzuri sana hapa, na ulipokuja wewe nikasema umecompliment mahali sahihi. Unajua hizi teuzi zinapotokea mimi huwa naziangalia kiimani. Cha kwanza ni lazima kwanza umpendeze Mwenyezi Mungu. Ukishampendeza Mwenyezi Mungu, jicho la rais ndio linakuona kukuteua ukafanya ile kazi yake. Kwa nikajua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ulimpendeza. Sasa sijui kwenye kipi, yeye Mungu ndo anayejua. Lakini umefanya hivyo na ndio maana Mheshimiwa Rais akakuteua. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukuteua wewe kuja katika ofisi ya Rais TAMISEMI. Mimi nina imani kubwa sana. Moja, na uzoefu wako serikalini. 2, na uchapaji wako kazi. Na uhakika sisi wote ni mashahidi. Pamoja Mheshimiwa Umi amekuwa kwenye wizara mbalimbali. Na moja ya wizara ambayo ilituonyesha uwezo wako wa kazi ni wakati ule nchi ndio tumekutwa na ile shock ya janga la corona for the first time. Ulipambana kweli kweli, na ile ndio hiyo kutambulisha Umi ni nani katika hii Tanzania. Unaweza kuwa ulifanya vizuri sana, lakini pale ndio watu walijua Umi ni nani nchi hii. Najua wote ni mashahidi na Mwenyezi Mungu ni shahidi katika hilo. Kwa ninaamini kabisa, sina wasiwasi na uzalendo wako. Ninaamini utamsaidia Mheshimiwa Rais katika kazi aliyokutuma. Kazi hii ni kubwa, kazi hii ni ngumu, kama ambavyo umesikiliza taarifa ya Katibu Mkuu alivyoieleza. TAMISEMI ni kubwa. Mheshimiwa Waziri aliyetoka alikuwa anasema mpaka kijiji, kitongoji kule chini ni watu wako. Akimesa up yule umemesa up wewe. Akimesa up mtendaji wa kata umemesa up wewe. Yaani chochote kinachotokea kule chini. Kwa ni wizara ambayo inahitaji sana
kujitoa sana kwenda field kufanya kazi ya wananchi. Lakini na sisi kama wasaidizi wako, mimi na Dr. Dugange, tutakupa ushirikiano wa kutosha. Kwa muda mfupi tuliokaa tumeshapata uzoefu. Sasa hivi hatuna cha kujifunza kingine. Sana sana tutapata tu elimu, kwa sababu elimu haina mwisho. Tunafahamu mambo mengi, mengine tutakueleza tuliyokutana nayo huko field. Mengine hapo kwenye madokezo huko tumeshayaandika kuomba hatua ziendelee kuchukuliwa. Lakini kwa ujumla mimi nikukaribishe sana TAMISEMI. Mungu akubariki sana. Tegemea ushirikiano wa kutosha na tutafanya kazi mara mbili kama ambavyo Mheshimiwa Rais anataka. Na kikubwa umemsikia Mheshimiwa Rais akizungumzia, moja, usimamizi wa mapato na matumizi. Usimamizi wa matumizi, lakini la pili ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa naamini kwa ujio wako na timu hii ambayo yuko hapa, tunaweza tukakaa sasa brainstorm kuhakikisha lile lengo ambalo Mheshimiwa Rais anataka tulifikie, sisi sote kwa pamoja tunalifikia. Ninaamini chini ya uongozi wako haya yanawezekana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mungu akubariki na karibu sana TAMISEMI. Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kuteuliwa na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais. Lakini kwa nafasi katika wizara hii, wizara ambayo ni pana sana kama ambavyo Mheshimiwa Silinde ametangulia kuongea, lakini katibu mkuu, na kubwa zaidi Mheshimiwa Waziri, ni kuhakikishia kwamba sisi kama naibu mawaziri wasaidizi wako tuko tayari kuanza kufanya kazi kwa kasi na nguvu zetu zote wakati wote masaa 24, na tunafahamu pamoja na watendaji wenzetu hapa tumeendelea kufanya kazi mbalimbali kama wizara, lakini tuna mafanikio na changamoto ambazo tunajua zipo. Na changamoto kubwa sana nisingependa kuzirudia, lakini kubwa sana ni kusimamia matumizi sahihi ya fedha, na hasa kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Tumeendelea kama wizara, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha tunasimamia na kudhibiti upotevu wa fedha za serikali. Lakini sote kwa pamoja tunakubaliana kwamba bado tuna kazi kubwa ya kwenda kufanya kazi hiyo, kuhakikisha matumizi ya fedha ni sahihi. Kwa hivyo, Mheshimiwa Waziri, nami nikukaribishe sana, nikupongeze sana, na singependa kurudia yaliyoongewa kwa sababu yote yanafanana, lakini sote tunakufahamu uwezo wako wa kuchapa kazi, kujituma, uadilifu, na sisi kama wasaidizi wako kwa kweli tumefarijika sana kuhakikisha kwamba tutakupa ushirikiano unaotakiwa ili tuweze kusukuma gurudumu hili mbele zaidi. Basi baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue nafasi hii niweze kukaribisha ili uweze kuongea nasi watumishi pamoja na sisi manaibu waziri wako katika ofisi ya Rais TAMISEMI. Nakushukuru sana na karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Dr. Festo Dugange. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Silinde David. Katibu Mkuu Injinia Nyamhanga, Naibu Katibu Mkuu Mweli, na wakurugenzi wakuu wa idara, vitengo, mtendaji mkuu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Yes. Katibu, yes. Kwa hiyo ndio mtendaji mkuu mwenyewe, si ndio? Yes. Na ndugu zangu ambao mko hapa, watumishi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, assalamu alaikum. Alaikum salam. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana asifiwe. Amen. Nitajitahidi kusema mambo mafupi kwa sababu muda umeenda na kesho kuna wengine wanaingia katika Ijumaa Kuu. Kwa hiyo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha katika siku hii ya leo. Tumekutana hapa katika ofisi za TAMISEMI Dodoma. Lakini pili ni mshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Ndugu zangu, imani ya Mheshimiwa Rais kwangu ni kubwa sana, na ninategemea tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunakidhi
matarajio ya Mheshimiwa Rais kwa wizara yetu, lakini pia matarajio ya Watanzania kwa TAMISEMI. Na kubwa ni kushukuru sana wote kwa mapokezi mazuri. Najua wengine mlikuwa mmejiandaa kwenda Pasaka, lakini ndio kama alivyosema mkuu wa nchi, zege alilali. Kwa hiyo sitaongea mambo mengi sana, lakini katibu mkuu, nashukuru kwa taarifa ya awali, na manaibu waziri pia nawashukuru kwa salamu zenu za ukaribisho. Na kubwa, ndugu zangu, kama alivyosema Mheshimiwa Silinde na Mheshimiwa naibu waziri Festo, kuna kwamba TAMISEMI ni kubwa, lakini pia kuna watu wanasema TAMISEMI ni ngumu. Kwangu mimi TAMISEMI sio ngumu. Kama TAMISEMI ni ngumu, maana yake mmeshindwa kunisaidia mimi na manaibu waziri kutekeleza wajibu wetu. Ila tunakubali ni kubwa, lakini hakuna kigumu endapo kuna teamwork. Hakuna kigumu endapo kuna coordination kati yetu, na bahati nzuri Chief Secretary amelisisitiza hilo. Hakuna kigumu endapo tutakuwa na efficiency katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo mimi mwalimu hapa sina ati mentality ya kusema TAMISEMI ni ngumu. TAMISEMI sio ngumu, lakini ni kubwa, na ninaamini tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunaendeleza pale ambapo waziri aliyepita amefikia. Kama alivyosema Mheshimiwa Jafo, amefanya kazi kubwa na nzuri. Nilikuwa naangalia tu haraka mapato wakati anaingia yalikuwa 60% na kitu, yamefika kwenye 94. Kwa hiyo kuna kazi imefanyika, na binafsi nataka kuwapongeza wote kwa kile ambacho kimefanyika. Lakini nashukuru wote tunakubaliana kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Na mimi pamoja na manaibu waziri, kipaumbele chetu ni kimoja tu. Nashukuru Mheshimiwa naibu waziri amesema na wenzangu wamesema, ni kuimarisha usimamizi wa makusanyo ya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa, lakini pia kusimamia matumizi katika mamlaka za serikali za mitaa. Maana yake tukiweza kukusanya mapato kikamilifu, maana yake tutaweza kutatua changamoto za wananchi. Na nyinyi wenyewe mmesema vizuri tu kwamba TAMISEMI inaanzia katika ngazi ya kitongoji, ngazi ya mtaa na kijiji, ngazi ya kata, wilaya, halmashauri na wilaya. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni moja, na mimi ndio ajenda yangu, sina ajenda nyingine. Tutakaa baadaye tukubaliane. Nimeona kwenye hii taarifa ya awali kwamba makisio ya makusanyo ni bilioni 900. Tunasema tuko na 84%, lakini mimi naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hii labda vipi tutaongea, nadhani tume underestimate. Kila mtu ukiongea naye anakuambia kuna upotevu mkubwa wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo tutaangalia wachumi, tutasaidiana. Maana mtu anakuambia nimekusanya 120%, 100%, haiwezekani. Kwa hiyo mtaniambia, mtanipitisha, na bahati nzuri mimi ni mtu ambaye napenda pia kujifunza, napenda kuconsult, napenda kushirikisha. Kwa hiyo hili tutaliangalia, lakini in the meantime, katibu mkuu, napokea hii taarifa kwa sababu pia bajeti imeshapita katika ngazi ya kamati, lakini bado naamini tutaweza pia kusimamia kile ambacho tumekipanga bilioni 900, lakini tuendeni sasa tukasimamie matumizi especially kwenye fedha za maendeleo. Kwa hiyo pia kuna fedha zitatoka, tunategemea disbursement DPP, si ndio? Kwanza zile tulizopeleka, na pa kuanzia pale tunaanzia kwenye CAG report. CAG report, bahati nzuri nimeongea na CAG leo, amenieleza kwamba amekagua hizo mamlaka za serikali za mitaa 185, hati chafu ni 8, lakini kuna hati zenye mashaka 53. Kwa hiyo najua sitaki kuaminya msiende Pasaka, lakini nataka katibu mkuu tuzipitie hizi hati 8, what are the key issues. Sasa najua mnaweza mtu kaenda nyumbani hivyo Pasaka, tuangalie kwenye hizi hati 8. CIA na CIA au utaunda timu, katibu mkuu, ndio maelekezo yangu. Zinasema mambo gani makubwa ya sisi watunga sera na wasimamiaji wa sera tuweze kuyachukulia hatua.
lakini pia tufanye a quick review ya zile hati 53 zenye mashaka. Lakini nimeongea na CAG, amefanya performance audit kwenye halmashauri zaidi ya 60. Kwa hiyo mnaweza mkapiki labda kwa sekta, maybe tuchukue sekta zetu kubwa zinazogusa wananchi, elimu, key findings zipi, afya, mipango miji. Katibu mkuu, samani najua mnataka kwenda Pasaka, lakini lazima tufanye kazi. Kwa hiyo sitaki kuwaholdi hapa, lakini mnaweza tu mkagawana. Alafu Jumanne sasa, Jumatatu. Nilitamani Jumatatu au ngoja mwaoperate online. Yaani nitamani Jumatatu mtuletee taarifa ya awali kusudi Jumanne lazima tutoe maelekezo kwa kwa secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Kutokana pa kuanzia pale ni kwenye ripoti za CAG. Ndugu zangu, mmefanya kazi kubwa na mimi nawapongeza, lakini tuna kazi kubwa ya kufanya ili kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais na matarajio ya Watanzania. Mmesema vizuri, bahati nzuri sekta ya afya naijua, changamoto bado zipo. Kwa hiyo twendeni tuka-identify na kusolve changamoto za afya katika ngazi ya zahanati, ngazi ya ya kituo cha afya na ngazi ya hospitali ya halmashauri. Lakini pia kuna elimu, mmemsikia speaker. Hivi mkurugenzi anajisikia vipi comfortable watoto wanakaa chini? Kitu kama madawati tu tunashindwa kweli sisi TAMISEMI kuja na mkakati wa kuondoa tatizo la watoto kukaa chini. Hivi TAMISEMI tunashindwa sisi kuhakikisha madarasa yanajengwa ili watoto wasilundikane katika madarasa. Lakini tunazungumzia nyumba za walimu. Hilo nataka nilisisitize kwangu mimi, katibu, hilo ni kipaumbele, katibu mkuu, na walimu nao, kwa sababu tusipowawezesha walimu wakatekeleza majukumu yao, especially nyumba. Juzi bahati nzuri na mimi nimekuwa sasa mbunge wa jimbo, kwa hiyo nimeanza kuzijua. Nilienda Tanga, kuna shule moja iko nje ya jiji la Tanga, kuna nyumba moja. Kwa hiyo mwalimu hataki kukaa, anatumia pikipiki kilomita zaidi ya 35. Sasa huyu akifika shuleni atafundisha kweli? Hawezi kufundisha. Kwa hiyo hizi ndio changamoto, katibu mkuu, tumezungumza mapato ili tukasolve changamoto za elimu, changamoto za afya, lakini kuna masuala pia ya maji, najua iko RUWASA, lakini mwisho wa siku sisi ndio tuna coordinate. Nyingine ambalo nataka kulisisitiza, bahati nzuri na mimi nilikuwa waziri wa maendeleo ya jamii, ni ile 10% ya mfuko wa maendeleo ya wanawake. Kama kuna performance audit, kuna some of the observation ningependa nione. Nawasikiliza kwamba tumetoa kiasi hiki, lakini hakuna taarifa tumerejesha kiasi gani, because it is a revolving fund. Kwa hiyo sasa pia, katibu mkuu, tunaposema tumetoa, halmashauri zituambie pia zimerejesha kiasi gani ili tuweze kutoa fedha nyingi. Ndugu zangu, jua muda umeenda, sitaki kuchosha sana katibu mkuu, na nasikitika, natamani muende Pasaka, lakini naweza mkajigawa kusudi tupate tu, lazima Jumanne tutoe maelekezo. Na basically tunaendeleza pale ambapo tuliishia. Na binafsi ni washukuru sana Mheshimiwa Silinde, nimekuwa naye bungeni kwa takriban miaka 10. Nafahamu utendaji wake, uchapakazi wake na uadilifu wake. Lakini Dr. Festo alikuwa RMO wangu, nimefanya naye kazi vizuri, nafahamu pia utendaji wake. Kwa hiyo mimi naamini pamoja na wakurugenzi tutakwenda vizuri. Na bahati nzuri, nadhani kama mmesikia, mimi sera yangu ni open door policy. Kuna issue tunakutana, napenda sana kuwashirikisha manaibu waziri wangu. Lazima tukae, tujadili. Kwa hiyo katibu mkuu, mtaniona tunaambia naibu waziri, tukutane na kuwa idara husika, tunazungumza jambo fulani. Mimi ndio uongozi wangu. Open door policy, lakini teamwork. Sitaki kusema mimi ni hodari. Uhodari na upata kwa sababu nashirikiana na wenzangu, manaibu waziri, makatibu wakuu na wakuu wa vitengo na idara. Kwa hiyo niwahakikishie Mheshimiwa naibu waziri, naibu mawaziri, nitawapa ushirikiano. Bahati nzuri wenzangu mmeshakaa katika miezi hii 3-4. Katibu mkuu, na mimi ni kuahidi wewe na timu yako pia tutafanya kazi nzuri na kubwa. Lazima tuonyeshe matokeo, especially kwenye ukusanyaji wa mapato.
Mwisho ambalo sijalisema ni la miundombinu, TARURA. TARURA nadhani mmefuatilia mijadala ya wabunge. Kwa hiyo pia lazima tuje na majawabu ya TARURA. Najua kuna mengine ni masuala ya road fund. Na nilimsikia na waziri aliyekuwepo alisema tunafanya tathmini. Sisi tumefanya tathmini TARURA ya kuangalia road fund, TAR road vis-a-vis road fund. Msinijibu hapa, maybe nitafakarini tu. Sasa kuna moja naliongeza, nimesema kuna mapato lakini kwa ajili ya elimu, afya, miundombinu ya barabara, si ndio? Sasa kuna moja na empowerment ya wananchi, si ndio? Sasa kuna moja la 5 nataka kuliongeza. Bahati nzuri nimekaa miezi mitatu katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na nilichojifunza hawezi vipi kufanya chochote kama TAMISEMI hata take interest na lead katika kuhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kwa hilo eneo pia nataka tuliangalie. Nimepita kwenye halmashauri 2-3 nikimuona kuna wengine halmashauri nyingine idara ya mazingira ni idara, kuna mwingine ni kitengo. Kwa lazima tuwe na uniformity. Kama vile kwenye afya na elimu kwamba kuna uniformity, mkuu wa idara anatakiwa kuwa na qualification hizi ili ajenda naibeba mimi ya mazingira. Kwa sababu pia lazima tukafanye uhifadhi wa vyanzo vya maji, upandaji wa miti, lakini kubwa ni uchafu. Nataka tuhakikishe miji yetu inakuwa safi. Kwa kweli Tanzania tuko wachafu. Halmashauri ni chafu. Kwa katibu mkuu hilo nataka pia mlibrainstorm, linaweza lisiwe la Jumanne, lakini lazima mabadiliko ambayo nataka kuyaona ya haraka ni katika masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kusimamia taka ngumu, kutunza vyanzo vya maji na kupanda miti. Kwa hiyo hilo nimeliona. Unajua sengine tunalilia RUWASA taweka miundombinu, lakini mwisho wa siku tutatafuta vyanzo vya maji, hatutavipata. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru tena kwa kunikaribisha. Jumanne nadhani tutatoa mwelekeo wapi tunataka kuelekea, especially katibu mkuu katika hii miezi mitatu iliyobaki kabla ya bajeti, lakini mingine mwelekeo tutakuja kuutoa wakati wa kwenye bajeti speech yetu. Na kwa wale ambao mnaenda Pasaka, niwatakie Pasaka njema, na basi naamini kwamba mabadiliko haya yametokea katika kipindi hiki cha toba kwa resma. Kwa hiyo tutabadilika sisi wenyewe, kwa sababu nataka niwaambie ukweli ndugu zangu, kila mtu unaongea naye anasema changamoto kubwa iko kwetu sisi makao makuu. Hayo ndiyo mambo ambayo nimeyapata hapa. Sisi ndiyo kuna mianya ya rushwa na upotevu wa fedha za serikali. Halmashauri zinasema hela ikienda halmashauri lazima irudi kinyume hapa. Sio kama ni kweli au sio kweli, lakini hayo ndiyo malalamiko. Tusikubali tukaenda na sifa hii. Kwa sisi kila mtu ajitathmini katika nafasi yake. Wapi tunahitaji kuboresha? Watu wa mifumo, nimeambiwa pia kuna kitu kinafungwa saa nyingine, si mfumo unazimwa. Alafu katibu mkuu nataka kujua POS. Tulichukua hela kutoka kwa wakurugenzi, tukasema tunaenda kufanya bulk procurement. Mpaka leo, it was September last year, mpaka leo bado hatujawapa. Tuliangalia sasa hivi. Sawa. Mheshimiwa Waziri, ni kweli kwamba tulinunua mwaka juzi posi 7,000, tulinunua posi 7,227. Sisi wenyewe kupitia ufadhili tukapata kwa bei nafuu sana. Ili posi unajua mwanzo ilikuwa inauzwa mpaka hata milioni 1. Yes. Tulinunua kwa 200,000 na Tanzania tukapata. Kwa hiyo tukaona kwamba halmashauri tukashawishi halmashauri kwamba kutumia utaratibu huo wakanunua hizo posi kwa bei nafuu. Kwa hiyo tukahamasisha halmashauri kuleta fedha, lakini ikachukua muda sasa kuja kupata fedha za kutosha, na halmashauri kuchangia na taasisi, baadhi ya taasisi. Lakini venture tukapata hizo fedha, nadhani ni halmashauri plus taasisi kwa hiyo nadhani naweza kusaidia. Kwa hiyo tumeshaziagiza hizo posti tayari. Zitakuja mwezi ujao. Kwa hiyo tupata zitakuja mwezi ujao. Kwa hiyo imechukua muda, kwa sababu kwanza halmashauri
kuchangia kwa muda tuliotarajia. Okay. Kukusanya fedha hizo. From milioni 1 watazipata kwa shilingi ngapi? 200,000. Nadhani TMU si kama unaweza kukumbuka piga tulioagiza bei kwa kosi moja. Cha muhimu ni kwamba tumeshaziagiza hizo na tumeshaziandikia halmashauri kuambia kwamba hizo kosi zinakuja mwezi wa 5. Okay. Kulikuwa na maneno mengine ambayo alisemwa hapo katikati ambayo tulishindwa kuelewa chanzo chake. Bwana mashaka kwamba labda kuna imetokea kuna delays. Okay. Lakini pia na mambo mengine yaliyotokeza kama hayo viwanda vingine kutokana production. Okay. Kwa China market za China ndio imechangia kudelay, lakini hizo vyao tunakuja hizo. Basi nishukuru katibu mkuu kwa maelezo. Tujitahidi by next month ziwe zimefika. Ndugu zangu, narudia tena kuwashukuru na binafsi I want to acknowledge mchango wenu katika kutekeleza majukumu yenu, especially mapato kama nilivyosema from 60 to 90 above 90%, lakini bado tujitafakari. Lengo letu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Na mmemsikia rais tunapozungumzia wananchi wanyonge, basically it is TAMISEMI. Narudia kwangu mimi TAMISEMI sio ngumu. Kama kuna teamwork, kuna coordination, lakini pia tunaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Baada ya kusema hayo, naibu waziri nakushukuru sana, naibu waziri nakushukuru, katibu mkuu na timu yote. Niwatakie Pasaka njema, lakini wale ambao itabidi mpitie zile CID report mtajua wenyewe jinsi ya kufanya, lakini angalau Jumatatu, sababu nataka Jumanne tukutane. Kwa Jumatatu ningepata kama just an overview, what are key issues, labda 3-4 kubwa ya ambazo zimetoka. Katibu mkuu utajipanga. Kazi yetu tumeshaanza timu ambayo inasimamiwa na mkurugenzi wa kitengo cha ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha. Namba ipo pale, shampa assignment hiyo tayari. Kwa hiyo kazi hiyo inaendelea. Sawa. Basi asanteni sana, kila laheri, Pasaka njema, uzalendo, utiifu, ubunifu na kujitoa. Najua mnafanya kazi sana, lakini inabidi tujitoe. Lazima tumsaidie Mheshimiwa Rais. Lazima ndoto ya JPM ya kuitaka kuifikisha Tanzania inatekelezeka. Basi asanteni.